huu ni ushuhuda halisi nimeutoa katika kitabu ambacho nimekiandika, Kutoka Uwanja wa Mapambano, Saikolojia ya Kuvunja Trauma na Kujenga Utambulisho Wako. Kitabu kitatoka hivi karibuni, mwezi wa 7 nitakirelease. Ni kitabu cha umuhimu sana, kitabu namba 1 cha saikolojia ya kina kwa Kiswahili. Kinampa mtu mwongozo wa pole pole kumsaidia kuelewa chimbuko la majeraha ya nafsi, madhara ambayo mtu ameyapata kutokana na unyanyasaji tangia utoto na manyanyaso ya kinarcissistic, na namna ya kurejesha utambulisho. Sasa katika sura mojawapo ambayo nimeelezea madhara ya mahusiano ya kinarcissistic, nimetoa ushuhuda wa mtu anaitwa Midayo. Nasoma hivi: kwa miaka mingi niliishi kwenye mahusiano yaliyoninyonya nguvu polepole. Mwanzoni nilijifariji kuwa ni changamoto za kawaida za mahusiano. Sikujua kama kile nilichokuwa napitia kilikuwa kinanivunja ndani kwa ndani. Kadri muda ulivyopita, nilianza kuona mambo hayako sawa. Kila nilichokuwa nikifanya hakikuwa kinazaa matunda. Nilikuwa nafanya kazi kwa bidii, lakini matokeo hayakuonekana. Na kila kitu kilikuwa katika kila kitu nilikuwa namshirikisha mwenza wangu. Nilidhani ni sehemu ya kujenga pamoja, unajua, kwenye mahusiano. Lakini taratibu nilianza kugundua kitu. Mwenzangu hakuwa anafurahia mafanikio yangu. Nilipopata hatua kidogo mbele, badala ya kutiwa moyo, nilisimangwa. Kudharauliwa kulinifanya nijione sina maana. Ilifika hatua nikaanza kujichukia hata pale nilipofanikiwa. Magomvi yasiyoisha yakawa sehemu ya maisha ya kila siku. Hakukuwa na utulivu. Nilianza kujihisi nimechoka muda wote, hata bila kufanya kazi nzito. Usingizi haukuwa wa kawaida, ndoto nzito, mawazo mengi, na wakati mwingine kuamka nikiwa sina nguvu kabisa. Polepole nilianza kupoteza hamasa ya kufanya mambo niliyokuwa nayapenda. Kila kitu kilionekana kizito. Hata hali yangu ya kifedha ilianza kuporomoka bila sababu ya moja kwa moja niliyoweza kuieleza. Ndani kabisa nilihisi kama kuna kitu kinaninyonya, sio mwili tu, bali hata nguvu yangu ya ndani, lakini sikujua ni nini. Niliendelea kuvumilia nikiamini labda mambo yatabadilika, mpaka ilipofika hatua nilipoanza kujipoteza mimi mwenyewe kabisa. Leo naangalia nyuma na ninaelewa sikupoteza muda tu, nilikuwa napoteza nguvu yangu ya ndani. Na hapo ndipo nilipokubali na kuamua kuianza safari yangu ya uponyaji na kujijenga upya. Huu ni ushuhuda wa kweli wa huyu mtu anaitwa Midayo. Umeusikia? Sikiliza tena hii clip ambayo nimewatumia, alafu angalia kwenye maisha yako, una lolote la kusema? Una experience yoyote? Hii inahusiana na unyonyaji wa nguvu kutoka kwa watu wenye haiba ambazo zinafyonza nguvu za watu wengine, ambao miongoni mwao ni narcissist people.